Jambo kaambiwa bi mkubwa nifikishie mimi. Haya wewe unaliingilia, linakuhusu. Linakuhusu? Kwa hiyo hayanihusu. Hayanihusu, nipe hela yangu. Mdogo wangu Lola naye mambo ya hela anakujaje hapo? Au unataka kutoa na mudi tu saa hizi? Jambo lilokuwa ubaoni na barazani ni swala la mke wa mtu sijui mweupe kaja hapa kuleta hizo taarifa. Sasa hivi unaingizia mambo ya pesa. Sasa mambo ya pesa yanakujaje? Au unataka sasa kuanza kuoneana tu hapa? Ni mkuu, acha mimi kwa nende choni kakate gogo bwana. Hela yenyewe ilikuwaje tena watoto hawa? Mara hela, mara sijui mke wa mtu. Jamani, matatizo. Mama, mimi sijafanya chochote. Alikuja tu humu ndani na akanipa tu talaka. Mimi sijafanya chochote mama. Sasa mimi nikosea nini jamani mume wangu? Mimi nikosea nini? Mimi sijui chochote. Yaani mpaka sasa hivi mimi sijui. Yaani kaja tu kanipa talaka kwamba mimi sio mke wake tena na katoka nje. Yaani hajataka kuongea na mimi. Ndio. Mama, kia Mungu, ina maana uniamini? Mimi sijafanya kitu mama. Ndio napanga ngoni rudi tu. Nyamira, unaongea na nani? Naongea na mama. Naomba kata hiyo simu. Itake kwapi? Naiomba. Mke wangu, leo nimeambiwa unanipenda sana. Nimekupa jaribu dogo tu na umefanikiwa. Na umetoa mpaka chozi kwa sababu ya mume wako. Na kwa surprise ambayo niliandaa, nimefanikiwa 100%. Mume wako siwezi kukuacha, nakupenda sana mke. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wenzangu washafunga kiwindu, kwangu mimi nanga inapa. Amani zunguke viringeni, nyota ya bundi kuisafisha. Wenzenu napangwa foleni. Shakira, umenikosea. Tena inabidi uniombe mimi samahani, mjomba wako mwenye mnole. Kitendo chonionyesha mimi hapa leo, unabwata tena sauti ya juu. Uangalie huyu nani, huyu nani. Unabwabwaje tu maneno. Dada. Wewe tena mbele ya share hapo. Hii tabia umepatia wapi? Tena ujasiri wa kuongea maneno kama umepatia wapi? Iwe mwanzo na mwisho. Na ukirudia tena utanijua mimi nani. Muangalie kwanza. Usinitoe macho mimi hapa. Hebu toka nipite hapa. Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno, Ashura. Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno. Ndio naondoka mke wangu kama nilivyokuambia. Lakini kikubwa tunaomba unitunzie heshima yangu. Unitunzie siri zangu, unitunzie kila kilichokuwa kwa jina langu. Na hapa nyumbani kwangu naomba uheshimu mipaka yangu ambayo nimekupatia. Nilichokuambia ukifanye kama nilivyokueleza. Nilichokuambia usikifanye kama nilivyokueleza.
Yaani inamaanisha kila kitu kiende kama nilivyokuwepo. Nakupenda mke wangu. Nakupenda pia. Nakutakia safari njema. Nimempa ndoa, nilimpa pesa zote mnazokokotoa, mpaka sabwa zitoshe nilivyotoa, kumbe mimi najenga wezangu nje wanabomoa. Shubira, 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 shubira. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati. Hapa tumesha nela, hivi unavyoniona hapa nimeshiba balaa. Na nikimaliza tu kuongea hapa saa hizi, unionyeshe sehemu mahakamani. Chooni wapi yako? Tayari kuchangamka. Buju wewe kalitengeneza buju la kutosha. Atengeneza kama bomu huyo hatari. Usijali lakini ni jirani tu hapa ndani humo. Sio kama huko Ifakara choo kinakuwa mbali. Ukitaka kwenda chooni utakafunge safari. Humu kwetu kisasa hapa tu. Usijali katika hilo. Sawa sawa. Mimi nimetoka Ifakara mpaka hapa niko na majambo yangu haya mawili. Jambo langu la kwanza lilinileta hapa huyu Kukuzembe huyu. Mfinanga bwana ameniagiza, amesema mtoto huyu anatakiwa aje huko. Kwa sababu kule kashafanya matukio ya kutosha hivi sasa wananchi kule wamechoka. Ale manusura juzi wamchome moto. Ameenda sehemu dukani hivi nimemtuma, amegongwa kichwa, sasa akili imebadilika anataka kuiba sasa. Wakataka mchoma moto. Matukio ni mengi amefanya. Huyu tena tumemkuta mbuga za wanyama Mikumi kule. Ale manusura aliwe na simba. Wanamuuliza vipi, hana cha kusema, bado kidogo tu aliwe. Huyu. Sasa kabla sijamleta huko ndio ile ametoa boko jana asubuhi. Kabla hatujatoka kuja huko ndio nilikuwa naye nyumbani huyu. Kaingia msalani amejisaidia, kachukua kinyesi kile kapaka usoni. Na muulize vipi niseme bulubendi. Huyu. Shehe. Naam, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi tena nyumbani kwetu? Kuna tatizo lingine? Kwema shehe wangu, tena kwema sana, zaidi ya sana. Kubwa zaidi shehe wangu, nimekuja kwanza kukushukuru kwa ule wema ulionitendea jana. Allah akulipe fadhila zako bila kukudhulumu chochote. Na kwa kuwa yeye sio dhalimu, Allah atakulipa shehe wangu. Binadamu wachache mno mwenye utu kama wako wewe kumstiri binadamu mwenzio kipindi cha fedhea. Sina la ziada zaidi ya shukurani shehe wangu, ndicho kilichonileta hapa kwako. Naam shehe, karibu. Asante. Na la pili ni hivi shehe wangu. Ujio wangu kwako baada ya kukuona kwa busara ulizonazo. Ni vijana wachache sana kwa maisha ya leo tulionao, wenye busara, wenye fikra na utashi wa kutosha kama ulionao wewe. Shekhe, nimeomba wewe binafsi nikuchague uwe mshenga wangu. Shenga? Naam. Sasa ndio usoni huku manga hata maniki. Sasa namna hii mtu mwenye akili timamu huwezi kukaa na huyu mtoto. Ndio maana nikasema sasa nimlete huku, mtoto huyu mtunze. Kichwa hichi mkitunze, yani huyu ana mwili wa kuku, lakini kichwa hichi cha bata. Mkimgonga kidogo tu hapa kwa heri. Hapo hiyo kauli mbona kama inaleta utata. Kama unavyosema mtu ukiwa na akili timamu huwezi kumlea huyu mtoto. Maana yake anatakiwa kumlea ni mtu asiyekuwa na akili. Kwa maana hiyo wewe kumleta huku umemleta katika watu ambao wasiokuwa na akili timamu, si ndio unachomaanisha Hapo kule umekosea shemeji. Na maana sisi hapa ndani hatuna akili. Ndiye nimekosea sana, mkubwa anakosea, mimi si nimeteleza tu. Sasa maana yake mimi ndio akili timamu sina. Mimi akili timamu ninazo, ndio maana nimemleta huyu. Maana yake hapa sasa ndio mumtunze huyu na nyinyi mna akili vile vile kama mimi. Nimeteleza. Shemeji samahani. Vile. Hili sasa jambo la huyu. Jambo la pili hili bwana Mfinanga ameniagiza. Amesema nije huku nimlete maagizo kwa mwanamke wake yule mjamzito yule. Nije kumpa maagizo. Sasa ndiye sijajua nampata wapi
mwite au kama mpigie simu ama mnipeleke ili niweze kumpa maagizo yake. Hapa mimi naona bado nipigie aje tu hapa nyumbani. Tumpigie. Ni mambo ya smartphone, mambo ya kupiatila. Haya, mpigieni. Wewe vipi? Mbona umetulia sana? Hapana mjomba. Umeacha jigonga kichwani ni? Uko sawa? Sawa. Hapo uko sawa mjomba. Maana ukawe unaenda kulamba umeme pale urushwa mwe. Chali. Kweli jambo la heri kwanza kuwa mshenga. Jambo la heri la kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu unaenda kwenye jambo lenye heri ndani yake. Lakini shehe wangu kuniambia mimi niwe mshenga, kwanza mimi sijaoa kwanza. Shehe wangu hapa nilipo sijaoa. Na kiutaratibu wa dini nafikiri kuwa mtu ambaye hajaoa hapaswi kuwa mshenga. Sasa sijajua ile limekaaje kwangu. Nikutoe hofu na mashaka juu ya hili. Halihitaji elimu sana, na sio kila jambo linahitaji elimu linalohusiana na dini. Tuliambiwa tuyafanye mambo kwa hikima na busara, sawa, na kupeana maneno yaliyokuwa mazuri. Hakuhitaji sana elimu. Kwa hili shekhe, nimekuomba wewe kwa sababu una hikima na busara. Nimeamini kabisa kwa pale nilipopakusudia mimi, kwa huu mlango wa kheri niliokusudia mimi, wewe shekhe wangu unapaswa kunisaidia juu ya hili. Ninao mashekhe wenzangu, ninaye pale Sheikh Ali, ninaye Sheikh Osama bin Laden, ningemtegemea juu ya hili. Lakini hapana, mimi nimekufikiria wewe baada ya ule msaada ulionisaidia jana. Kuna kitu umenifunza ndugu yangu. Basi kama hivyo shehe wangu, halina tatizo, ni kufuata tu utaratibu. Kama ushaandaa mazingira yote, nikuelekeza tu jinsi ya kufanya. Kuhusu kukuelekeza kuhusu yote hayo ondoa shaka. Mimi mwenyewe nitaiandika barua, na baada ya kuikamilisha barua yangu nitakuletea wewe, nitakukabidhi, nitakuonyesha mpaka nyumba ya kupeleka. Basi kama hivyo shehe wangu limeisha, ila kama kuna chochote kitu utanipa kwa ajili ya maandalizi ya ndani, basi tutalimaliza hilo shehe wangu. Jambo lolote ili liende vizuri linapaswa litolewe sadaka. Hivyo kuhusu hilo shekhe wangu, sio hela ya maji tu. Mimi nampenda sana huyu binti. Nitakupa zaidi ya hiyo hela ya maji. Basi limeisha hilo shehe wangu. Na Allah pia atakulipa. Amin, amin. Basi inshallah liloleta ni hilo mwenye wangu, nikutakia siku njema. Sijali shehe. Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko, tazame yule mama na watoto. Hebu fungua mlango hapo. Shikamoni jamani. Naombeni maji ya kunywa. Aya, dishi limeacha yumba. Ngoja nije mimi si ndo fundi wa ladha. Safi sasa. Ulitomwa nini? Fungua mlango. Safi. Very good. Lolo, karibu ndugu yangu. Ulitomwa nini? Fungua mlango. Safi kabisa. Karibu. Shemeji, msichana mwenyewe ndo huyo hapa ambaye mchumba wake anampenda. Ala? Ndio haka. Jamani, Mungu anaomba. Sawa. Sasa hapa kabla ya kuchelewesha, mimi nafikiri ndio muda wa kumpa maagizo. Sasa ndio nataka tuene anasema tubaki mtubee. Manake unamaanisha kwamba tuwatinye wawili wengine msisikie. Mambo mengine siri. Jambo muhimu sana ile. Hata wewe kichwa nani nataka usisikie. Uchepuke pembeni kidogo pale jikoni. Mzee. Au nikukong'ate mkwenzi ubaki hapa hapa. Manake nikuelewi chochote. Odi. Wenyewe.
Odi. Kijana. Vipi? Shikamoo mzee. Marahaba, karibu sana. Asante. Nilikuja kule dukani kwako lakini sikukukuta. Lakini kuna mtu nilimkuta pale akanielezea kwamba umehamia huku, ndo amenielekeza. Nafurahi sana nimekukuta mzee wangu. Nimekutia hela yako. Pole sana kijana wangu. Unajua leo nimefunga mapema sana kwa sababu afya yangu haiko sawa. Kwa hiyo umeniambia t-shirt yangu umeuza? Nimefanikiwa kuliuza na hela yako hapa. Sasa sikiliza. Hiyo 3000 hiyo baki nayo. Kwa sababu umesumbuka, umezurula mpaka umeuza, chukua kama sadaka. Chukua. Kweli mzee wangu? Yaani kweli kabisa, chukua. Itakusaidia. Sawa, asante. Basi sawa, karibu tena. Mimi naenda. Baka basi leo. Kama shati kauza, hafu limerudi tena ndani. Hii imekaka vipi? Michezo. Jambo binti. Jambo, mambo. Aya Ashura kiwe. Wewe niamkie wewe. Mi kaka yake na bwana yako unashindwa kuniamkia. Wenzako mjini shikamoo hata wazitaki. Aya wewe kama unaitaka chukua, shikamoo. Waje bwana. Marahaba, mchicha ujala. Safi kabisa. Kwa hiyo ndio unataka kuniambia wewe ndio Mfinanga ndiye amekuweka kijusi wewe au? Kwani ajabu si mwanaume? Kweli ana haki ya kunicheka. Maana mikuji kulifakara na nicheka, mimi si nimeoa mwanamke mashavu hayo. Mashavu haya mke wangu kama anapuliza moto unaambiwa. Muda wote. Alafu ana mwanya, sasa ule mwanya umekaa pembeni hapa, sasa umekuwa kama pengo. Sasa Mfinanga toka amefika kule ndiye ana kazi ya kunicheka. Nikasema no, by the way, lazima na mimi niwezi kumjua mtu wake. Ndio maana nikasema sasa muiteni na maagizo yake. Nilitaka nikuone tu nikuchungulie. Gome safi kabisa. Yaani hapa aibu naona mimi. Na hivi nilikopa mpaka simu nikasema nikifika kule na kunyweka picha na kutoa kwenye yale mapicha makubwa nindi kubandika pale poster. Lakini mashallah kazuri zuri. Rangi ya mtume nini? Hivyo una akili kweli? Yaani mimi nimepigiwa simu na dada yangu, kuna ujumbe wako huku bwana wako amekutumia ujumbe wenyewe ndo kama huo. Sasa unanitoa akili tena. Mambo haya kawaida. Wewe umesumbuliwa mara ngapi? Umeshukula sana nauliza watu, una uhakika kama watu walikuwa wakasiriki? Mambo haya kawaida. Umenielewa? Na hata hivi nilikuwa nasemaje? We mdogo dogo lakini hauna hata dada yako niwezi kupata masuala yako. Put it this way. Malavi David way kabla sijarudi Fakara. Dada, mimi naondoka na usinipigie simu tena kuhusu ujinga wenu. Ya vipi tena? Fara kwa zimetokea. Umeonyesha hivi nini? Bwana we. Nipo chumba nikapumzike, mikesho Ifakara hiyo. Nimesha vuruga mambo huko. Shakoroga kweli follow me.
Niache. Niache. Niachie, niache. 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 Mama, tulia, lala chini. Ukinyanyuka na kupiga dogo, eka begi hapo haraka tuive. Shika, pakia. Yala Mungu wangu, tunavamiwa na majambazi jamani. Hapa dukani ni majambazi. Shika. Basi walofanya ni wewe kuwa jambazi, mtoto mzuri. Sasa nikuibie siri hapa kwa mcha Mungu, hiyo laptop ulioshika bei yake rahisi tu ni 2,500. Sasa kwa nini unaiba unajivunjia hadhi? Fanya vitu basi. Wewe bibi mjinga nini? Unaona 2,500 ndogo? Mambo yanaisha vizuri, unasemaje? Sasa nisikilize. Hapa ndo kwa mcha Mungu kompyuta. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grace. Karibu na kanisa la KKT. Sio laptop tu, mpaka desktop inapatikana. SSD, HD disk, external. Unapata kwa bei nafuu. Changamkia tena popote unapopeleka, kwenye library, kwenye mashirika yote, hiyo nakwambia nafuu. Bei nafuu tu. Unachangamka. Sikiliza nikwambie, Ansboy, mtoto mzuri. Wewe ufanani kuwa jambazi. Wewe ununue, mtoto bado damu inachemka. Alikushindi wewe 2,500. Kwa hiyo twende nikakuonyeshe laptop iliyokuwa mzuri bora kwako. Kamuibia babako, naweza kutuibia sisi? Polisi! Mcha Mungu, tumevamiwa na majambazi!